Kimsingi nataka kusema kwamba mpokee salamu za pole kutoka kwenye serikali, kwamba tunawapa pole na tunaugua pamoja nanyi kwenye msiba huu. Ndio maana tukasema tuje pia kuja kuwapa pole na kuwasalimia na kuona namna ambavyo pia tutashiriki kwa pamoja. Kwa mzee wetu, hakuna neno rahisi sana ama kubwa sana ambao tunaweza tukalisema katika wakati ambao tuko nao zaidi ya kusema pole sana. Hali yetu ya kule ziwani kwa siku ya jana kwenye huo ukanda haikuwa nzuri sana, na hizi taarifa ambazo of course tumekuwa tukizitoa mara kwa mara kutoka katika mamlaka yetu ya hali ya hewa, lakini pia watu wetu wa bodi ya bonde la mto Pangani mara kwa mara pia wamekuwa wakitoa hali ya bwawa la Nyumba ya Mungu pamoja na maeneo yanayozunguka, jinsi ambavyo mwenendo wake unaendelea kule, kwa sababu kule bwawani hali inabadilika mara kwa mara. Mathalan siku ya jana na hata leo wakati nazungumza, mheshimiwa mbunge hapa alikuwa ananiambia, na hata tulipofika hapa asema kwamba hali ilikuwa ya upepo mkali sana na dhoruba ilitokea. Kwa ni hali ambayo inabadilika kule, ambayo nataka kuendelea kulisisitiza na kuwarai wananchi wenzetu wa hapa Mikocheni, wa hapa Chemchem kijiji hiki, lakini pia watu wa kule Mikocheni na ukanda wote ambao wanazunguka ili bwawa la Nyumba ya Mungu pamoja na hii mikondo ya mito ambayo inapeleka maji huko. Katika kipindi hiki ambacho mvua zimepungua, lakini bado kina cha maji kipo juu sana na hali ya upepo ni mkali sana kule ziwani, tupunguze shughuli za kulikaribia bwawa lile, kwa sababu hali inaweza kubadilika wakati wowote. Hata wale wavuvi ambao mnaendelea na shughuli za uvuvi katika bwawa lile, twende, sababu ni shughuli za kiuchumi, lakini tuwe na tahadhari kubwa sana. Na wale wengine kama hakuna ulazima kabisa, basi katika kipindi hiki ambacho bwawa bado limejaa sana, tusende kufanya shughuli zozote kule za kijamii ama shughuli za kiuchumi kwa sababu za kiusalama, sababu hali bado haijakaa vizuri sana, ili kama kuna mambo ambayo tunaweza kuyaepuka ya hatari, basi tuweze kuyaepuka kwa kuto kuingia kule katika eneo la bwawa lile. Kwa hiyo mzee wetu lile liomba lile tumelichukua na tutalifanyia kazi. Tutaorganize usafiri, lakini pia serikali itabeba jambo lile la majeneza yote matano. Kwa usafiri na majeneza serikali itafanya kama sehemu pia ya faraja na namna ambavyo tumeguswa kwa msiba huu ambao mwenzetu umewakuta. Sijawahi wala sijasikia mkuu wa wilaya pamoja na mbunge wake na mkurugenzi wakifuatana kwenda kutoa pole kwa wananchi wao. Leo ni tukio la kwanza kabisa katika kijiji chetu. Mimi binafsi nishukuru na nimefarajiwa sana pamoja na familia nzima iliyokumbwa na janga hili. Kwa kweli familia jana asubuhi imeaga inaenda Mikocheni. Mwali wangu akiwa na watoto 4 walikuwa wanaenda kwenye semina ya kidini. Sasa walipanda boti kufika njiani, labda Mungu hakupenda au namna gani, boti sijui ilipinduka namna gani. Mwali wangu akiwa na mdogo wake ambaye pamoja na watoto wao walipoteza maisha siku ya Jumatatu. Waweze kuletwa ili tuweze kuwasitiri. Nitaka niungane na serikali mzee, tuchangie hapa maji kama katoni 50
alafu tuchangie mafuta kama lita 20, tuchangie mchele kama kilo 50, na tuchangie soda kama crate kama 10-20. Lakini pia nimeongea na mheshimiwa diwani, amesema niwape salamu za pole kutoka kwake. Alikuwa huko Kolombero anahangaika na masuala yake ya kazi, yuko njiani anakuja, na mwenyewe amesema nimsaidie kusema kwamba atachangia kilo 30 za mchele.